Habari ya asubuhi. Hongereni kwa kufika na asanteni sana na poleni kwa safari wala ambao mmetoka mbali sana, na mimi nimepata nafasi ya kupumzika pia. Bijeni Fomolo, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Dr. Hatib Kazungu, Katibu Tawala wa Mkoa wa Dodoma, Dr. Kedmon Elisha Mapana, Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, ndugu wakurugenzi na maafisa wa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, viongozi kutoka wizara na taasisi mbalimbali za serikali ambao wameshiriki pamoja nasi leo, maafisa maendeleo ya vijana wa mikoa pamoja na halmashauri zetu zote, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Vijana tuyajenge. Awali ya yote, ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo katika kikao kazi hiki muhimu sana ambacho kinawakutanisha maafisa maendeleo ya vijana kutoka mikoa na halmashauri zote za Tanzania bara. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza kwa dhati kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya katika kusimamia na kuratibu masuala ya maendeleo ya vijana katika maeneo yenu. Hongereni sana. Nafahamu kazi hiyo ni nyeti, inahitaji weledi wa hali ya juu sana na ina mchango wa moja kwa moja katika mustakabali wa taifa letu. Ndugu maafisa maendeleo ya vijana, kikao kazi hiki cha kwanza tukiwa na Wizara mpya ya Maendeleo ya Vijana, na kinafanyika ili kutoa mwelekeo mpya wa serikali katika kushughulikia masuala ya maendeleo ya vijana nchini chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ningetumia fursa hii pia kushukuru kwa imani ambayo amenipatia kuongoza wizara hii ambayo kwake ni msingi wa muhimu katika kuleta mabadiliko chanya katika taifa letu tunapotekeleza ilani ya miaka 5 lakini pia dira ya maendeleo ya taifa. Ndugu maafisa wa maendeleo ya vijana, serikali imeweka msisitizo mkubwa sana katika kuimarisha maendeleo ya rasilimali watu na hususan vijana. Na hii inatokana na kutambua ukweli kwamba vijana ndio nguvu kazi ya sasa na msingi wa maendeleo ya taifa ya leo pamoja pia na kesho. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 ni takriban 34% ya Watanzania wote. Lakini nguvu kazi ambayo inatumika hapa nchini, vijana ni takriban 55.6 ya nguvu kazi yote ambayo tunayo inayotuzalishia na kuendesha uchumi wetu. Takwimu hizi zinadhihirisha kwamba hatima ya taifa letu liko mikononi mwa vijana. Na kwa sababu hiyo tunapaswa kuweka umakini mkubwa sana kuhusu namna tunavyoweza kuwalea vijana, kuandaa vijana, lakini hasa kuwawezesha ili waweze kujitegemea, lakini pia kutimiza ndoto zao, na wakati huo wakisaidia taifa letu liweze kusonga mbele. Katika muktadha huo, serikali ya awamu ya 6 imechukua hatua ya kimkakati za kuimarisha mifumo ya kisera, kisheria na kiutendaji inayohusu maendeleo ya vijana. Ndio maana kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya nchi hii, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameanzisha wizara yenye dhamana mahususi ya maendeleo ya vijana chini ya ofisi yake. Uamuzi huu sio kwamba ni ishara pekee ya dhati ya awamu ya 6 peke yake, lakini pia anaonyesha kwa vitendo namna anavyotaka kuweka katika masuala yanayohusiana na vijana katika ajenda zote za kitaifa, kuanzia tunapoziandaa, tunapozitekeleza na pia tunapozitathmini. Na hii maana yake amedhamiria kuwapa sauti vijana wa Kitanzania katika masuala ya taifa letu. Vijana tuyajenge. Ndugu vijana wenzangu, pamoja na dhamira hiyo, ni muhimu kutambua kuwa vijana wetu bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji majibu ya kimkakati na majibu pia ya pamoja. Changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa ajira au kukosa ajira zenye tija zaidi, lakini pia tunakabiliwa na pengo kati ya ujuzi wanaopata vijana katika mifumo yetu ya kielimu na mahitaji ya soko la ajira. Lakini wako vijana wanaokabiliwa na
changamoto ya upatikanaji wa mitaji, na wengine upatikanaji wa masoko kwa shughuli ambazo wanazifanya za kijasiriamali. Lakini pia tunazo changamoto za fursa za kiuwekezaji ambazo wanazihitaji pia. Ili tuweze kuwafikia vijana wengi, lazima sisi wote kwa pamoja tuweze kukaa chini, kujadiliana na kukubaliana kutokana na yale ambayo tunayafahamu na kuyajua katika mazingira yetu ya kazi, tunavyoweza kuandaa mkakati wa pamoja. Aidha, kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia na ubunifu imeongeza mahitaji mapya ya ujuzi ambao vijana wengi hawajapata fursa ya kuendeleza ipasavyo. Changamoto hizi na nyingine nyingi ambazo sijazitaja kwa baadhi ya vijana zimepelekea kukata tamaa au kuingia katika tabia hatarishi kama vile matumizi ya dawa za kulevya, uhalifu na vitendo vya ukatili. Mimi kama waziri niliyepewa dhamana ya masuala ya vijana, nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwaita maafisa maendeleo ya vijana ili tuweze kuyajenga kwa pamoja. Kama mnafuatilia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, nimeona nikipita kwenye mikoa mbalimbali kuwasikiliza vijana. Tena nimekuwa nikipita katika maeneo ambayo sio rasmi kwa mikutano ili niweze kuwafikia vijana wengi sana ambao kwa namna moja au nyingine kwa muda mrefu wameshindwa kupata nafasi ya kuelezea hisia zao pamoja na mawazo yao. Nimepita masokoni, nimefanya vikao, nimepita maeneo ya stendi, nimefanya vikao, vijiwe vya bodaboda na maeneo mbalimbali ambayo vijana wanapatikana. Lengo ilikuwa ni kupata uhalisia wa nini kinaendelea katika maisha yao ya kila siku. Na ukweli kama ilivyo kauli mbiu yetu, walifunguka na walieleza mambo mengi ambayo mimi kama kiongozi nilijifunza na niliona kuna umuhimu sasa tukae pamoja tuweze kuyajadili. Lakini nilipokuwa napita huko katika hayo maeneo, nilidokezwa kwamba tunao afisa maendeleo ya vijana nchini. Lakini nikajiuliza swali, mbona nilipokuwa napita hakuna hata mkoa mmoja nilitambulishwa afisa maendeleo ya vijana, wala wilaya yote niliyopita hakuna mahali nilitambulishwa afisa maendeleo ya vijana, wala katika mikutano yangu nilikuwa naifanya sikuwa nawaona maafisa maendeleo ya vijana. Ikanifanya nijiulize maswali ya msingi kwamba hao maafisa maendeleo ya vijana kazi zao ni zipi? Je, hawapo kwa sababu hawajashirikishwa au hawapo kwa sababu hawajui kinachoendelea? Lakini kwa mtazamo wangu kwa wakati huo niliona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuunganisha nguvu zetu katika ngazi ya taifa, mkoa na wilaya mpaka kwenye kata. Kwa sababu ya kile nilichokiona na maswali haya niliyoyajiuliza, ndio alinifanya nitoe maelekezo ya kufanyika kwa kikao kazi hiki ili kwanza tufahamiane, lakini pili nipate muda mzuri wa kusikiliza maoni yenu na pia matarajio yenu ya wizara hii mpya, lakini pia na ninyi msikilize falsafa za wizara hii mpya ili sasa tunapokuja katika wilaya, tunapozunguka katika maeneo yenu ya mikoa na katika kata mbalimbali, tuweze kuzungumza lugha moja, tuweze kufanya kwa pamoja na tuimbe wimbo mmoja tunapohudumia vijana wa Kitanzania. Vijana tuyajenge. Ndugu maafisa vijana, naomba niwaeleze ukweli kwamba Mheshimiwa Rais ana mategemeo makubwa sana na wizara hii na hasa ninyi ambao ni watendaji mnaogusa na kushiriki katika shughuli za vijana za kila siku. Kwanza kabisa ametoa msisitizo kuwa vijana wengi tuwe wazalendo katika nchi yetu. Ninatambua yawezekana swala uzalendo likatafsiriwa tofauti, lakini tukumbuke kuwa kwenye kuitunza nchi yetu ni sisi vijana ambao bado kesho yetu ni ndefu sana. Tukibomoa nchi hii hatutakuwa na pakwenda sisi na watoto wetu. Swali la kujiuliza, tunarejeshaje uzalendo wa vijana wetu katika maeneo yetu tunayoishi? Nilipokuwa nawatembelea vijana kwenye vijiwe vya bodaboda, sokoni au kando kando mabarabara wanapofanya shughuli zao, niligundua kuna mambo mengi sana yanawakatisha tamaa. Mojawapo ikiwa pamoja na kuto kupewa nafasi ya kusikilizwa, kucheleweshewa mambo yao wanapofuatilia katika ofisi zetu, lakini pia kutokuwa na taarifa za fursa zilizopo. Maeneo mengi niliyopita vijana wengi hawafahamu fursa nyingi ambazo zinapatikana ambazo zimetolewa na serikali. Lakini pia nilikuta kuna kukosekana kwa uwiano wa taarifa za kifursa. Inaonekana vijana wanaopata hizi taarifa ni wale wale, wanaofaidika na fursa zinazopatikana ikiwemo na mikopo yetu ni wale wale, na hii kwa namna moja au nyingine imewakatisha tamaa wengine na kuwajengea chuki kwa namna nyingine fulani. Sasa ninatamani tunapojadiliana leo ni baadhi ya masuala ambayo tunatakiwa tujiulize tunayafanyaje ili kuyarekebisha, ili tuungane na juhudi kubwa ambazo zinafanywa na serikali kupitia Mheshimiwa Rais ili tuweze kuwasaidia vijana hawa. Sasa sisi viongozi wenu katika wizara
tumeamua kuja na falsafa kubwa 3. Falsafa ya kwanza inaitwa kasi, kufanya mambo kwa kasi. Falsafa ya pili ni kufikika, na falsafa ya 3 ni teknolojia. Ndugu maafisa vijana, katika eneo la kasi tumekubaliana kuwa vijana hawataki kucheleweshewa mambo yao. Tunaishi katika ulimwengu wa kasi, na wanatamani vijana wanapohitaji mambo yao basi yasiwe na sababu ya kucheleweshwa kama yanaweza kuharakishwa. Nimetoa maelekezo kwa viongozi wa serikali kila nilipopita kwamba masuala yanayohusiana maendeleo ya vijana yatekelezwe kwa kasi kubwa sana. Kama jambo haliwezekani kwa wakati huo, ni vyema tukawa wazi na kueleza vijana kwamba jambo hili haliwezekani, kuliko kuwapa ahadi za uongo ambazo baadaye zinawatengenezea chuki na kuona kama vile hatuwajali katika masuala yao. Na hapa naomba nitoe mfano. Kama kuna vijana wanaomba mkopo katika halmashauri zetu, na kwa namna moja au nyingine hawana maarifa na ujuzi wa kuandika katiba, wa kuandika miongozo inayotakiwa, uchambuzi wa kibiashara unaotakiwa, ni wajibu wa mtumishi wa serikali kumwelekeza namna anayotakiwa kufanya kuandika hiyo katiba na mchanganuo unaotakiwa. Kazi yetu sisi kama viongozi wa serikali sio kuambia kitu hakiwezekani, ni kuwaonyesha namna gani kitu kinaweza kuwezekana. Hiyo ndio kazi ambayo Mheshimiwa Rais ametutuma. Kwa hiyo vijana wengi niliokutana nao wamekuwa wakilalamika sana. Wanasema hata tulivyokuwa bai juzi, kuna mmoja alikuja pale akasema anatokea kijijini, alienda kwenye halmashauri, amefika pale, ameelezea wanataka mkopo kama kikundi, wakaulizwa katiba, wakasema hawana, wakaulizwa si mchanganuo wa biashara, wakasema hawana. Afisa akawajibu akamwambia basi kama hamna vigezo. Sasa nani amuelekeze kuhusiana na hivi vigezo? Sisi ndio tuna wajibu. Kazi yetu sisi sio kuambia hawana vigezo. Kazi yetu ni kuwasaidia kutimiza vigezo. Na hiyo ndio kazi ambayo tumetumwa kuifanya. Kwa hiyo ninaomba katika eneo la kasi kuona namna gani tunaweza tukahudumia vijana. Na kwa sababu ya kutokuwa na kasi katika kushughulikia masuala ya vijana, imesababisha pia viongozi wengi katika ngazi za wilaya, katika ngazi za mkoa, waonekane kama vile hawamaanishi kile ambacho wanakisema. Kule nilikopita nimesikia vijana wakati mwingine wanasema viongozi wanatupigaga sound tu, au viongozi ni longolongo tu. Sasa natamani baada ya kikao kazi hiki, lugha ya vijana juu yetu sisi tunashughulika na masuala yao ibadilike. Tuonekane kwamba tunafanya kazi kwa weledi, tunafanya kazi kwa kasi, na wao wawe na matumaini kwamba wakija kwa mtu yote anayeshughulika na masuala ya vijana, basi shida yake itaweza kutatuliwa. Na mimi nikiwaona kwa nguvu mlionayo na utayari mlionao, ninaamini tutaondoka hapa tukiwa tofauti na tulivyokuja. Vijana tuyajenge. Lakini falsafa yetu ya pili ni kufikika. Baada ya kuhudumia mambo ya vijana kwa kasi, jambo lingine la muhimu sana ni kuweza kufikika. Tumekubaliana kama viongozi wa serikali ngazi ya wizara, na hili nimesisitiza sana kwa viongozi wenzangu katika wizara na maeneo yote tuliyopita, kwamba sasa hivi ni muda wa kuwafikia vijana kwenye maeneo ya kazi na kuwasikiliza. Tujitahidi kutoka katika ofisi zetu, tujitahidi kuwafuata vijana walipo. Tangu nilipopata uteuzi huu niliwaambia viongozi wenzangu kwamba nataka nikaongee na vijana niwasikilize. Na imenisaidia sana kwa sababu nimesikia mambo mengi ambayo kama ningetumia tu makaratasi ofisini pengine nisingeyafahamu. Kwa hiyo nimewafuata vijana waliko, nimewasikiliza, na ukweli wamefurahi, lakini pia wamejisikia kuthaminiwa na kuheshimiwa kama sehemu ya muhimu ya ujenzi wa taifa letu. Kwa ndugu zangu viongozi na watumishi wote wa serikali, ninaomba na kusisitiza kwa mara nyingine, tufikike. Ni aibu kubwa sana kijana anatafuta kiongozi katika ofisi, alafu siku ya kwanza anarudishwa na mlinzi, siku ya pili anafika kwa secretary anamrudisha, siku ya tatu anafika kwa msaidizi wako anamrudisha pia. Tukiendesha majukumu yetu kwa namna hii, tutakuwa tunawakatisha vijana wa nchi hii ambao wengi wana mawazo mazuri na nia thabiti ya kuona wanajikwamua, lakini pia wanashirikiana na serikali katika kutimiza yale ambayo wanataka kuyatimiza. Wakati mwingine hawa vijana ukiwaita kwenye ofisi za serikali, huwa mara nyingi hawaji. Wanakuwa na hofu, wakati mwingine labda pengine kuna kosa wamelifanya, wanaanza kujiuliza nimefanya kosa gani? Ndio maana ninasisitiza sana, tuendeni tukawafikie na kuwapa elimu ya fursa zilizopo na tuwasaidie kuzipata hizo fursa. Tutoke tuwafuate waliko, tujenge mahusiano nao vizuri, ili wakati mwingine tunapowaita liwe ni jambo jepesi na rahisi kwa wao kushirikiana na sisi na kuweza kuzungumza. Lakini pia tunapowafikia tuwape nafasi ya kuwasikiliza. Maeneo mengi niliyopita niliwaambia nimekwenda kuwasikiliza zaidi ya kuliko kuwahutubia. Na ni kweli niliwasikiliza. Yapo mambo watakayoyaongea ambayo hayatufurahishi,
Yapo mambo ambayo watayaongea ambayo tutaona kama vile hawana ufahamu, ndio maana wanaongea mambo hayo. Lakini wajibu wetu kama viongozi ni kuwasikiliza kwanza. Tukishawasikiliza tutajua namna ya kuwahudumia. Tusipowasikiliza hatutajua namna ya kuwahudumia. Yako mengi tutakayowaambia na kuwafanyia, hawatayathamini si kwa sababu hayana thamani. Hawatayathamini kwa sababu hayagusi mahitaji yao. Ni kama wewe ukiwa na kiu ya maji, ukipewa chakula, hata kama chakula ni kizuri, hautashukuru sana kwa sababu kwa wakati huo uhitaji wako ni maji. Kwa hiyo inahitaji tuwafahamu hasa wanachokihitaji ili tuweze kuwahudumia. Na tukifanya hivyo, maana yake itaturahisishia katika utendaji kazi wetu. Lakini falsafa yetu ya tatu ni matumizi ya teknolojia. Na hili si jambo la kuliletea mzaa katika wakati wetu. Maana dunia sasa hivi inaendeshwa kwa teknolojia. Vijana wengi wanapata taarifa zao kupitia mitandao ya kijamii, na tafiti zimeonyesha 41% ya vijana huwa hawaverify taarifa ambazo wanazipata kupitia mitandao ya kijamii. Chochote wanachokisikia wanakiamini. Na muda wao mwingi wanaotumia katika mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, TikTok, Twitter, Facebook na maeneo mengine ambayo wanayatumia. Sisi kama wizara tumeshaanza mchakato wa kutengeneza mfumo utakaofanya vijana kwa kutumia simu zao waweze kuwasiliana na wizara moja kwa moja, hasa wanapoona mambo yao hayasikilizwi au yanacheleweshwa katika ngazi za mikoa na wilaya. Na hii itatusaidia sisi kama wizara ili kujua nani ambaye anakwamisha masuala yanayohusiana na mambo ya vijana. Na tumekubaliana kwamba anayekwamishwa masuala ya vijana naye pia anatakiwa kuhamishwe pia kwa kuondolewa katika nafasi yake ili asiwe kikwazo katika kuhakikisha vijana wanafikiwa na wanatekelezewa mambo yao. Ninaamini ninyi kama vijana wenzangu tunafahamu matumizi ya teknolojia ni ya muhimu katika kazi zetu za kila siku, lakini pia anatusaidia kujua kinachoendelea na yale ambayo vijana wanataka kuyafanya. Ni wito wangu kwa maafisa maendeleo ya vijana, tuweze kwenda na kasi ya matumizi ya teknolojia ili tuweze kwenda na kasi ya vijana katika taifa letu. Ndugu maafisa wa vijana, naomba nirudie tena. Mheshimiwa Rais ana dhamira ya kuwajali vijana. Ninyi nyote ni mashahidi wakati wa kufungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ahadi zake 13 za siku 100, ahadi 6 ziligusa masuala ya vijana, ikiwemo ahadi ya kutenga shilingi bilioni 200 kwa ajili ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi wa makundi mbalimbali, lakini likiwemo pia kundi la vijana. Ahadi hii inalenga kuondoa kikwazo kikubwa cha mitaji ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kikiwakabili vijana wengi nchini. Na katika kujiandaa na utekelezaji wa ahadi hii, maafisa maendeleo ya vijana wa mikoa na halmashauri mna wajibu wa kimkakati kama ambavyo tutajadiliana katika siku zetu hizi mbili. Serikali inawatarajia kwanza muwatambue vijana waliopo katika maeneo yenu. Na hapa nitoe mfano mzuri sana wa serikali ya Songwe, mkoa wa Songwe, ambao katika halmashauri zao wameanza utaratibu wa kutengeneza database ya kutambua vijana wanaopatikana katika maeneo yao, lakini pia wameenda mbali, wameweka viwango vya elimu, wameweka jinsia na shughuli wanazozifanya, ambayo inarahisisha inapotokea fursa unawaita vijana sahihi kwa ajili ya fursa ile. Na hili ni moja ambao ningependa nilieleze pia. Moja ya hasira ya vijana waliokuwa nayo nimekutana nayo huko ni kwamba fursa nyingi tunazowaita haziendani na wanachokitaka. Kwa unakuta umepata fursa ya kilimo, kila kijana unamuita. Ufugaji, kila kijana unamuita. Lakini unakuta yule kijana labda yeye anahitaji fursa tofauti na hiyo. Kwa anaona anahudhuria makongamano na semina nyingi, lakini matokeo hayapati. Si kwamba hayapati kwa sababu hayatakiwi kuyapata, ila kwa sababu fursa unazomhusisha haziendani na mahitaji yake. Kwa hiyo tukitengeneza database yetu, maana yake tutakuwa tunajua fursa ya uvuvi inapokuja tunahusisha wale ambao wana interest na mambo ya uvuvi, ili sionekane kwamba tuna semina nyingi na mikutano mingi lakini haileti matokeo. Kwa hiyo wenzetu wa Songwe wameanza, na nafikiri katika majadiliano haya, Mheshimiwa Katibu Mkuu, pia nitaomba kama wale watu wa Songwe walioko hapa wamehusika katika mchakato huu, tupate experience yao katika utekelezaji wa jambo hili. Nafikiri halmashauri ya Mbozi na halmashauri ya Songwe kama sijakosea watatupa ufahamu, ili na wengine pia waone swala hili pia wamelifanyaje. Lakini sambamba na hilo, tukiweza kuwatambua, maana yake tutasaidia kuelewa mahitaji yao, ambayo inawezekana ikawa ni mitaji. Wapo ambao wanahitaji tu mafunzo. Tulikwenda Bai tukakutana na kikundi kimepewa milioni 3.5. Walikuwa nafikiri watu 5 au 6. Wakasema sisi kwa sababu tulikuwa tuna mafunzo, tukawa tunajiuliza tutanuaje pikipiki moja ya kuendesha kikundi kizima. Na kwa sababu hiyo wakagawana zile fedha. Alisema kwenye mkutano kabisa, mbele ya hadhara kabisa. Akasema sisi tukagawana si 7,700 nafikiri alisema. Tukagawana 7,700, kwa hiyo Mheshimiwa Waziri zimeisha zile hela kwa sababu hatukuwa tunajua tuzifanyie nini. Lakini hapo hapo Bai tulipata kikundi kingine ambacho kimekopa, kimebakiza miezi 4 kumaliza.
kilikopa pikipiki moja, kimeweza kurejesha na sasa hivi wanaenda kukopeshwa pikipiki 2 zijazo. Ina maana kulikuwa kuna gap la taarifa na maarifa ambayo wanahitaji kuyapata. Kwa hiyo tukishawagundua, maana yake tuweze kuweka mkakati wa kuweza kujua mahitaji yao, na kisha tuweze kuwaunganisha sasa kwa vitendo katika fursa za kitaifa au zinazopatikana katika maeneo yetu. Lakini katika fursa ambazo tunaweza kuziangalia pamoja hapo ni manunuzi ya umma ambayo yanapatikana katika halmashauri zetu. Na hili mimi kama waziri nimesema nitalisimamia, na tayari nimefanya mawasiliano na mkurugenzi wa PPRA kuangalia tunavyoweza kulihimiza zaidi. Katika sheria ya manunuzi ya umma inataka 30% ya manunuzi ya umma ya taasisi zote za kiserikali ikiwemo na idara zake na halmashauri itengwe 30% kwa ajili ya special groups, kundi maalum ambalo mojawapo ni vijana, wazee, wanawake na watu wenye ulemavu. Vijana wetu wanaweza wakafanya usafi katika halmashauri zetu. Vijana wetu wapo wanaweza wakafanya service za kompyuta katika halmashauri zetu. Wapo wanaweza wakasupply chakula kwenye semina zetu. Wapo wanaweza wakafanya shughuli nyingi sana. Wapo wanaweza kununua magari ya taka wakafanya shughuli kule katika halmashauri zetu. Sisi kama maafisa vijana tuje na ubunifu wa kuhakikisha kwamba hawa vijana wanawezeshwa kujisajili. Nafikiri mada niliomba itolewe na nafikiri itatolewa. Wajisajili katika mifumo, afu tuweke msukumo kwamba hawa vijana waweze kusaidiwa katika maeneo hayo. Na katika sambamba na hilo, mimi kama waziri pamoja na wenzangu katika wizara yetu tutaweka msukumo vijana wanaofanya shughuli hizi walipo pia kwa wakati. Nilipata kesi moja, nafikiri hapa vijana walikopa milioni 21, wakatafuta tenda, wakasupply kwenye mtaasisi moja ya serikali, alafu wamekaa miezi 9 hawajalipwa. Na wao walichukua mkopo. Kwa hiyo nilifuatilia mimi mwenyewe, nikampigia mkurugenzi simu nikamuuliza changamoto ni nini, kwa sababu kule riba inaendelea na tenda zingine zinatolewa na vijana hawezi kulipwa. Nilishangaa, nimepiga simu Ijumaa, Jumatatu wameenda kulipwa. Ina maana pesa zilikuwepo. Sasa haya ndio mambo ambayo tunataka tuyashughulikie. Kwa sababu vijana wanapofanya kazi zao wanataka waone tija katika kazi wanazofanya. Sasa ninyi ndio viungo muhimu. Ninyi ndio mnajua changamoto zilizoko kule ni nini. Sisi kama wizara, mimi kama waziri wenu nataka niwaahidi swala lolote linalohusu vijana nitalipa sauti, nitalipa msukumo, nitalipa kipaumbele na nitalifuatilia kwa utekelezaji ili kuona kwamba hakuna kinachokwama, kwa sababu hiyo ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais. Aidha, mnatakiwa kusimamia upatikanaji wa taarifa sahihi ili kuwajengea vijana uelewa wa vigezo na taratibu zinazoweza kuwasaidia kunufaika na fursa ambazo zinatokea. Lakini pia kufuatilia utekelezaji wake ili kuhakikisha rasilimali ambazo serikali tunazitoa zinaweza kutengeneza ajira, zinaongeza kipato, lakini pia zinaleta mchango chanya katika uchumi wa taifa. Katika maeneo niliyopita, nimeona maeneo ambayo watu wamepata fedha, lakini tangu wamepewa fedha hawajawahi kutembelewa na mtu yoyote wala kufuatiliwa kwa namna yoyote, isipokuwa tu mtu anasubiri marejesho yaje pale. Matokeo yake kijana, kwa sababu anakutana na changamoto, hana mtu wa kumwambia, hana mtu wa kuongea naye, hana mtu wa kumshauri, pesa yake inapotea. Halmashauri ya Bai pia zitolewa pale milioni 100. Tumekuta pale haijawahi kurudishwa hata shilingi moja, na wale vijana wameshasambaratika, lakini hawajawahi kufuatiliwa hata wakati wote. Sasa ni muhimu sana kujua kwamba fedha sio kigezo pekee cha mtu kuweza kufanikiwa katika shughuli zake za kibiashara. Tunahitaji pia kujenga tabia nzuri, kuwa na nidhamu, lakini masuala mengine ambayo yanaweza kusaidia matumizi bora ile fedha. Kwa hiyo tukiwapatia hiyo fedha, hatutakiwi tuache nayo tu. Na sisi kama wizara tumesema tutaweka msukumo kutengeneza utaratibu unaofaa ili nyie kama maafisa vijana pia mushiriki katika mchakato mzima, lakini pia katika ufuatiliaji na utekelezaji wa programu hizi. Ninafahamu mmekuja kwenye kikao kazi kujifunza, lakini pia kubadilishana uzoefu. Pamoja na machache niliyoeleza kuhusu falsafa zinazotuongoza katika wizara hii, ninaamini kwamba mtajadili mada mbalimbali zitakazowasilishwa na wataalamu wetu kama ambavyo wametambulishwa. Aidha, ninatambua mnakabiliwa na changamoto mbalimbali katika kutekeleza majukumu yenu. Ninawaomba sana kupitia kikao hiki tuwasilishe na kujadili changamoto hizo na kutoa mapendekezo ya namna ya kuzitatua ili tuweze kusonga mbele katika kuwahudumia vijana. Ninapenda kuhitimisha kwa kutoa rai kwenu. Kwanza, katika kutekeleza majukumu yenu, hakikisheni mnakuwa na takwimu sahihi za vijana waliopo katika maeneo yenu na changamoto wanazokabiliana nayo. Lakini jambo la pili, hakikisheni mnaunganisha vijana hao na program na fursa zote za kitaifa na zinazopatikana katika maeneo yenu zinazohusu ujuzi, ajira na uwezeshaji wa kiuchumi. Lakini tatu, ninawaomba na kuagiza muimarishe ushirikiano na wadau waliopo katika mikoa na halmashauri zenu ili kuleta matokeo haraka na endelevu.
kwenye kile eneo mlilopo wapo wadau wa masuala ya vijana. Tuwatambue, tukutane nao na tuone tunavyoweza kushirikiana nao. Na mimi nitapenda kujua katika eneo lako ni nani wanapatikana, ili tunapokuja kule tuweze kushirikiana nao pia katika utekelezaji wa mambo tunataka kuyafanya. Lakini jambo la 4, ninaomba mzingatie uwajibikaji, uadilifu na matumizi sahihi ya rasilimali zinazotolewa kwa ajili ya vijana ambazo zitakuja katika maeneo yenu. Napenda kuhakikishia kwamba Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana itaendelea kusimamia sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ili kuhakikisha kuwa jitihada zote za kitaifa zinaleta mabadiliko chanya na halisi katika maisha ya vijana wa Tanzania. Tunapaswa kutekeleza sera ya taifa ya maendeleo ya vijana kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kama ilivyoainishwa katika mkakati wa utekelezaji wa sera hiyo, na ninaamini sera pamoja na mkakati huu tutakuwa tunao, au kama hatuna basi ninaagiza Katibu Mkuu aone namna ya kila mmoja wetu aweze kuijua sera na maeneo yale 13 yanayogusa vijana, utekelezaji wake, lakini pia na mkakati wa utekelezaji wa hii sera, ili tuwe tunazungumza lugha moja pia. Lakini pia vile vile ni muhimu tuendelee kuwakumbusha vijana kwamba wao ndio wana wajibu wa kulitumikia taifa lao. Na kama kuna mambo hayaendi sawa, ni vyema kukaa pamoja na kuyajenga ili kufikia makubaliano ya kuijenga Tanzania yetu. Na ndio maana katika ziara yangu za kuwasikiza vijana nimekuwa nikiwasisitiza na kuwaambia, siendi kuambia mambo yote yako sawa, ila nakwenda kuambia hata yale ambayo hayako sawa, tukikaa chini na kuzungumza tunaweza kuyaweka sawa. Ndio maana kauli mbiu yetu tunasema vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Kwa maneno haya machache, au kama ni mengi sijajua, lakini sasa nitamke kwamba kikao kazi hiki cha maafisa maendeleo ya vijana wa mkoa na halmashauri kimefunguliwa rasmi, na mimi nimemwaahidi Katibu Mkuu katika siku hizi 2 nitatumia muda mwingi sana na nyinyi hapa ndani ili tuzungumze pamoja, nielewe na nifahamu, ili yale mnayoyazungumza, na ninaomba muwe huru kuzungumza. Nafikiri mmeona clip zangu nikiwa kule nazungumza na vijana kule mtaani, sio? Mlikuwa mnasikia mambo ambayo wanaongea. Sasa kama wale wana nafasi ya kuongea mambo yale, nyinyi hamna nafasi yote ya kuogopa chochote cha kuzungumza. Tunataka tuyajenge ili tuone tusichokiweza tukiseme, tunachokiweza tukiseme. Lakini usiondoke hapa alafu baadaye useme nilitamani kuongea lakini niliogopa, au ingekuwa hivi ndio ingekuwa sawa sawa. Tukimaliza hapa, mimi assumption yangu itakuwa ni kwamba tumechukua mawazo yote yanayohusiana na masuala ya kitendaji kwenye masuala ya vijana, na ninyi ndio mtakuwa mmenipa mimi mwelekeo wa kuona tunakwenda wapi. Na nirudie kusema, mimi kama waziri natambua sijapewa nafasi hii kwa sababu nina uwezo kuliko vijana wote nchini Tanzania. Kila kitu kina majira na nyakati, na makusudi ya Mungu anafanya hivyo kwa kusudi lake. Niko hapa kwa sababu ninyi mupo. Kufanikiwa kwangu ni nyinyi ndio mtakaonifanikisha. Kwenda mbele kwangu ni nyinyi ndio mtakaonipeleka mbele. Na naamini mimi nikisifiwa, basi sifa hizo zitarudi kwenu kwa sababu ninyi ndio mnaokana vijana kila siku. Kwa hiyo niombe tushirikiane kwa pamoja, na kwa maneno haya niseme niwatakie kila laheri, na nitakuwa muda mrefu pamoja na nyinyi katika kuona tunajadili kwa pamoja. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.